وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na toa shukrani zangu za dhati baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa Ta'ala kuniwezesha kwa mara nyingine kufanya ziyaratu da'awiyya, ziara za kidawa kwenye jiji la Arusha. Na furaha yangu kubwa ni kuwa sijakuja hapa kuwa ni mgeni, nimekuja ni mwenyeji, kwa sababu nina wenyeji wangu ambao wamenipokea, na furaha kubwa ni kuja kukuta niliokuwa ni mchango japokuwa kwa kiasi wanafunzi wangu kutoka Mahad huko tulipokuwa Mombasa. Sasa alhamdulillah, ni fakhri kwetu na ni faida kwa mujtamai wetu kila tukenda tukaona vijana wetu ambao tulishirikiana katika gurudumu hili la da'wa. Ndugu zangu katika imani, muhadhara wetu wa leo nafikiri ndio tunauanza hapa katika ile barnamiji ya mihadhara ambayo tulikuwa tukiendelea nayo Mombasa. Kwa kila mwaka wana silsila ya maudhui fulani. Mfano, tuliwahi kutafsiri juzu ya 30 kuanzia Suratun Nas mpaka tukafikia Suratu Dhuha, na bado ni silsila inaendelea. Mara hii tukasema tutaangalia ile miito ya Mwenyezi Mungu katika Qur'ani kwa watu wenye imani, nikimaanisha aya zote zilizoko ndani ya Qur'ani zilizoanza kwa ya ayyuhalladhina amanu, ambao yajulikana kama nidaatur rahmani li ahli al-iman. Nidaatur rahmani li ahli al-iman ni miito ya Rahmani, na Rahmani ni Allah tabaraka wa Ta'ala. Miito ya Rahmani kwa wenye imani. Sasa tukaanza tulipokuwa Masjidur Rahma Bakarani kwa aya ya kwanza, maana kwanza tulishika Suratul Hujurat, ambao Suratul Hujurat ina jina ya Suratul Adabi. Suratul Adabi ni sura ya adabu, ya kufundishwa watu adabu mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa tukazipata aya 5. Kwanza tulianza na miito iliyoko katika Suratul Hujurat, tukaipata aya ya kwanza, tukaitafsiri ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih, enyi mlioamini musichangulize neno la yoyote mbele ya neno la Mungu na mtume. Wattaqullaha, na mumche Allah, inna Allaha samiun alim. Hiyo ni aya ya kwanza. Muhadhara wa pili ikawa ni aya ya pili katika sura hiyo hiyo, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, musinue sauti zenu juu ya sauti ya mtume. Yani ni adabu, yani sauti yako isiwe juu ya sauti ya mtume.
Wala tajharu lahu bilqawl, wala musidhihirishie maneno, musimpandishie maneno. Kajahri ba'dhikum li ba'd, kama vile namna munavodhihirishiana na kupandishiana nyinyi kwa nyinyi maneno. An tahbata amalukum, zisije amali zenu zikapomoka zikaanguka. Wa antum la tash'urun. Tukaipata aya ya pili, tukaitafsiri. Kisha tukenda kwenye aya ya 6, maana tumefuata nidaatu rahmani li ahli al-iman. Aya 6 ikawa inasema ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, anapowajilia nyinyi mtu fasik na habari yoyote, basi chunguzeni. Antusibu qauman bijahalatin, musiji mukawatesa watu kwa ujahili, kwa kuwa mmechukua maamuzi ya haraka kabla ya kuchunguza uhakika wa tokeo. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, mukawa ni wenye kujuta baada ya hayo. Tulifafanua vizuri sana, nafikiri mihadhara mitatu ya aya ya kwanza, ya pili na aya ya 6 tayari iko katika mitandao na watu wanaelimika nazo. Tayeb, kisha ikawa aya ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa al ismu al fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun. Hii tuliipata ni aya 11. Kwa hivyo itakuwa ni aya ya 4 katika suratul Hujurat, iliyoanza kwa mwito wa Mwenyezi Mungu kuwaita watu wenye imani. Aya ambayo ilikuwa itafsiriwe ni aya ya 12, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'dha adh-dhanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ni aya 12. Sasa tufaidike kwa haya. Kwanza, mada tumesema ni sharafa na takrima kwa watu wenye imani. Kusema ni sharafa na takrima ni kwa kuwa ni sharaf, na mtu kupewa sharaf huwa amepewa utukufu, na ni ukarimu alopewa, ni takrim ya Allah tabaraka wa taala huwapa watu wenye imani. Sharafa gani na takrima gani kwa watu wenye imani? Ile Mwenyezi Mungu huwaita kwa sifa za imani, sema ya ayyuhalladhina amanu. Sasa hii Mwenyezi Mungu kuanza kwa mwito wa kuwaita wenye imani kwa ya ayyuhalladhina amanu. Sasa tufahamu kuna ahlul iman, watu wenye imani, kuna na ahlul kufri, watu wa kufru, kuna nidau ahli iman, mwito kwa wenye imani, kuna na nidau ahli kufri, kuna na mwito wa kuitwa wenye kufru. Tayib, faman hum ahlul iman? Maana pengine tuisoma Qur'ani na tuwapita kwenye aya kama hizi, hapa pana cheo gani alopewa mu'min kwa kule kuitwa kwa sifa za imani? Maana ni haki tujue ahlul iman ni kina nani. Ahlul iman kwanza, hum ibadullahi almuttaqun, ni waja wa Allah almuttaquna, wenye kumcha Mungu. Alladhina amanu billahi, ambao wamemwamini Allah, wa malaikatihi, kuamini na malaika wake, wa rusulihi, na kuamini wajumbe wake, wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho, wal qadari khairihi wa sharrihi,
na kuamini kadari, khairi yake Mwenyezi Mungu na shari yake. Wa haqqaqu imanahum, wakalihakikisha imani yao, imani zao wakazihakikisha imani kwa kufanyaje? Bimtithali alawamiri, kwa kufuata maamrisho, wajtinabi nawahi, na kwa kukomeka na makatazo. Yatamayazuna biwajali kulubihim, wanapambanuka kwa kujulikana kwa hofu ya nyoyo zao. Haya makala yanazungumza ahlul iman, wenye imani, inda dhikrillahi, wakati wa kumtaja Mwenyezi Mungu. Kwa maana wanapomtaja Mwenyezi Mungu nyoyo zao huwa na hofu. Watawakkuli alayhi, na kumtegemea yeye. Kwa maana ahlul iman tegemeo lao la uhakika humtegemea Mwenyezi Mungu, hawategemei watu wengine, wala hawantegemei Mwenyezi Mungu pamoja na watu wengine. Walmuhafadhatu ala salati walinfaq, ahlul iman ni wale mwenye kuhifadhi swala na vile vile al-infaq. Al-infaq ni wale wenye kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wa hubbillahi wa rasulihi, na kumpenda Mungu na mtume wake. Watahalli bimakarimil akhlaq, na kujipamba na tabia njema. Kal amanati wal wafai, kama uaminifu na utekelezaji. Hawa ni ahlul iman. Sasa Mwenyezi Mungu anapowaita ya ayyuhalladhina amanu, jua ni watu wenye wasfu huu, ni watu wenye sifa hizi. Tayyib, waman hum ahlul kufri, wale ahlul kufr, wenye kufru kina nani? Ili ukisikia katika Qur'ani enyi muliokufuru, hao ahlul kufr ni watu gani? Ahlul kufri fil Islam, ulama watuambia wale watu wa kufru katika Uislamu. Katika Uislamu wetu ulivyowazungumza watu wa kufru, hum kullu man lam yu'min bi risalati nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ni wale wote ambao hawakuamini risala ya Nabii Muhammad. Hao ni watu wa kufru, makafiri. Au jahada shay'an mimma ulima min ad-din bidharura, au wakapinga sehemu, wakapinga kitu ambacho chajulikana kwa dharura, kimejulikana kwa dharura katika dini, yani halina mambo bahthi, halina mambo research kutafuta limo ama halimu. Mfano kama nguzo 5 za Kiislamu, swala 5 kwa kila siku kwa muumini, hili lajulikana, wala si lazima mtu asome ndio ajue Muislamu analazimika nguzo 5. Yeye kusikia tu, yeye kuona kunavyofanywa tu, moja kwa moja hili lajulikana minaddini bidharura, ukalipinga pengine hilo, ho ni katika ahlul kufur. Sawaun kana dhalika takdhiban, ulama asema sawa iwe kwa kukanusha, kukadhibisha, shakan au kuwa na shaka, au inadan, ama kiupinzani tu. Yashmulu dhalika, ahlul kufr hukusanya kwa hilo almushrikina, washirikina. Kwa hivyo washirikina ni min ahli al-kufr, walmulhidina, na mulhidin. Mulhidina ni wale wapotofu wanaopenda sana kugeuza na kupotoa mambo. Walyahud, ahlul kufri pia wanaingia mayahudi. Wanasara, ahlul kufri pia wanaingia manasara. Alladhina lam yadkhulu fil islam, ambao hawakuingia katika Uislamu. Wa kullu man ittakhadha dinan ghaira dini alislam, na kila aliyeifanya dini isiyokuwa dini ya Kiislamu, aliyoichukua dini akawa anaifuata isiyokuwa dini ya Kiislamu, wa hum khaliduna fi nar, hao watu wa makafiri wenye kufru walozungumza kwa mustalahi huu, wote ni khaliduna fi nar idha matu ala dhalika, watakamilele motoni watakapokufa juu ya misingi hiyo. Hao ni ahlul kufur. Tunalolitafuta kitu kimoja,
ukisikia ya ayyuhalladhina amanu, wajue ya ayyuhalladhina amanu ni kina nani. Ya ayyuhalladhina kafaru, ya ayyuhalladhina kafaru hawa ni watu gani? Kisha walinadhiwa kwa kuitwa ahlul imani bil iman. Ma huwa al iman? Imani ni nini? Tayib, al imanu fil islam, imani katika Uislamu huwa tasdiqul jazimu bil qalb, ni tasdiq, ni kusadikisha moja kwa moja kwa kukata tena katika moyo, yani ukate moja kwa moja kusadiki, wal iqrar bil lisan, na kukubali kwa ulimi, wal amalu bil jawarih wal arkan, na kutenda kwa viungo. Kwa hivyo itakuwa ni at-tasdiqu bil qalbi, imani ni mtu kusadiki kwenye moyo na kukubali kwa ulimi na kutenda kwa viungo. Hiyo ndio istilahi ya imani, ukitaka kujua maana ya imani ni nini. Kwa hiyo sema ahlul iman ni vile tulivyozungumza kwa sifa zao. Kwa hivyo iman ni hivi ilivyozungumzwa. Kisha imani katika mustalah ya ahli sunna wal jamaa, yazidu wa yanqusu, imani ya mtu huzidi na imani ya mtu hupungua. Ulama wasema yazidu bitaati, imani ya mtu huzidi kwa taa. Ukitii sana na imani hupanda. Angalia, tunaweza kusema kidhahiri, na Allah tabaraka wa taala ndiye anayejua undani. Angalia Ramadhani, viwango vya imani hupanda. Kwa nini Ramadhani viwango vya imani hupanda? Kwa sababu Waislamu waumini huwa watiifu kweli kweli. Tena angalia, hata ukimwangalia mu'min katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, sura zake hukupa picha za utiifu. Mwasemaje? Au sivyo ndugu zangu? Ndivyo utamwona. Jitazame wewe mwenyewe ukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na ukiweko nje ya Ramadhani, huu uso wako huwa tofauti. Hizi nyuso ziko tofauti kweli kweli. Ulivyo hivi sasa sivyo uso wako unavyokuwa kwa siku zisizokuwa za Ramadhani. Ina maana gani? Ina maana ya kwamba waumini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hupanda viwango vya imani kwa sababu ya utiifu sana. Misikiti inajaa kwa swala, watu wanashika Qur'ani wanasoma, mafhum, visimamo vya usiku. Yote hiyo ni taa ya kuzidisha imani. Lakini wayanqusu bil maasiya, imani hupungua kwa maasiya. Namna utakavyomuasi Mungu ndivyo namna imani yako itakavyoteremka. Wal i'tiqadu yaqini, imani ni itikadi ya uhakika. Hakuna itikadi ya kubahatisha, ni itikadi ya uhakika. Billahi, ya kuitakidi Allah. Lazima itikadi yako iwe na uhakika, waitakidi kuwa nina Mungu na Mungu wangu ni Allah, huyu aliyoko mbinguni. Usiwe na itikadi ya Allah una Mungu lakini hapo hapo una na viungu, hiyo itakuwa ni masala mengine ya kiimani. Wa malaikatihi, uwe na itikadi ya uhakika ya malaika, uitakidi kwamba Mwenyezi Mungu ana viumbe ni malaika. Wa kutubihi, uwe na itikadi ya uhakika wa vitabu vya Allah vilivyoshuka kutoka mbinguni. Wa rusulihi, pia uwe na itikadi ya mitume yake, yote tuiamini, wote tuwaamini kuwa watoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na vile vile uwe na itikadi ya uhakika ya kuamini siku ya mwisho. Iko siku huitwa siku ya mwisho, na siku ya mwisho ni nihayatul alami au nihayatul kauni. Huu ulimwengu utaisha, na ulimwengu ukiisha wataisha walimwengu. Mafhumu? Ulimwengu ukiisha wataisha walimwengu.
itakuja siku ulimwengu utakuwa mtupu kabisa, hauna kiumbe. Na hata tuliwahi kusema katika durusi zetu za nyuma, hata hungini tulionao Ramadhani utakuwa na mwisho, uko mwaka hata kuja tena. Kwa nini? Itakuwa ndio mwisho wa ulimwengu. Sisi tuambiwa kiyama kitasimama siku ya Ijumaa, na ni Ijumaa anayoijua Allah tabaraka wa taala. Tupitiwa na Ijumaa, kesho kutwa ni Ijumaa. Mafhumu? Sasa kikisimama ni wakati wowote kwenye Ijumaa yoyote anayejua Mwenyezi Mungu, itakuwa ndio kuharibika nidhamu ya dunia na dunia kuisha. Dunia ikiisha, walimwengu wameisha, Ramadhani itapata nafasi tena kuja? Naam, itapata nafasi ya kuja? Hapana, au si? Hebu tujaribu, kwa sababu hata kule nilipotoka nasomesha darasa, mara limezuka swala, lakini waheshimiwa wakajibisha, alhamdulillah. Sasa nitawajaribu pia. Ulimwengu umeisha, Ramadhani itakuwa haiji tena, sio? Swali, kwa nini Ramadhani itakuwa haiji tena? Nani atajibisha? Kwa nini Ramadhani itakuwa haiji tena? Ni mgeni wetu sisi, walimwengu yani wanaingojea Ramadhani. Sasa swala, kwa nini haiji tena? Mashaallah, very good. Mafhumu? Lengo la wale walioletewa Ramadhani hawako tena. Tuweza kusema sisi ni wenyeji wa mgeni huyu. Sasa wenyeji wote hawako, mgeni tashukia kwa nani? Sahihi. Sasa ina maana hii Ramadhani ina mwisho wake, na mwisho wake kukosekana wale wapokezi, wenyeji wa kumpokea na kumhudumia, ambao ni sisi. Mtupu ulimwengu hauna yoyote, hakuna haja mgeni huyu kutumwa tena na Mungu, nenda, kwa sababu hakuna pa kushukia, nidhamu haiko tena. Jazakumullah khair. Kwa hivyo lazima uwe na itikadi ya kihakika, si itikadi ya kubahatisha bahatisha. Tayib, wal qadari, angalia pia awe na uhakika wa kadari, khairi ya Mungu na shari ya Mungu. Khairi ni ya Mungu, ikikupata umshukuru Mungu kwa khairi hiyo, na kwa mtihani wa shari usubiri. Siku zote imani, mpaka Mungu kuwaita ahlul imani bisifati liman, hawa watu wana cheo cha hadi ya juu, mpaka kuitwa na Mungu kwa sifa zao. Mafhumu? Angalia la kuamini khairi yake, kuamini kadari khairi yake na shari yake, ni kwa kuwa khairi akiipata mwenye imani humshukuru Mungu, shari ikimpata mwenye imani husubiri. Kwa hivyo pana mawili ni sifa kwa mwenye imani. Nini na nini? Nini na nini? Kushukuru na kusubiri. Barakallahu fik. Kushukuru na kusubiri. Cheo cha mwenye sifa mbili hizo, ulama wetu wasema al-imanu nisfani. Al-imanu nisfani, nisfu shukrin wa nisfu sabrin. Imani ni nusu mbili, nusu ya kwanza ni ya kushukuru na nusu ya pili ni ya kusubiri. Sasa angali, kushukuru na kusubiri ni sifa za mwenye imani, na akiwa na nusu mbili zote hizo, kushukuru nusu akajumlisha na nusu ya pili ya kusubiri, tayari ni imani kamili. Huyo ana cheo, ndipo akaitwa kwa ya ayyuhalladhina amanu nidaur rahmani li ahli liman. Tena isitoshi, wayashmulu linqiyada li awamirillah, ya kusanya kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Mwenye imani siku zote husimama kwenye maamrisho, na mwenye imani siku zote huwa mbali na makatazo. Kwa hivyo kama ni mu'min wa uhakika, ni Mungu asikukose kwenye twaa na asikupate kwenye maasi. Tayib, wajtinaba nawahi, na kujiepusha na makatazo yake, asikupate Mungu kwenye maasi.
Tayib, wa yuaddu al-aqida, na hii ndio huhesabiwa ni aqida. Aqida ni nini? Kifungo kilichodhabiti mu'min kwa imani yake kubaki atakapo Mwenyezi Mungu na asionekane na kupatikana anapopakataa Mwenyezi Mungu. Hii inaitwa aqida. Na siku zote mu'min alokuwa na aqida hashtuliwi na matokeo ya kidunia kwa sababu ya aqida yake. Waman takun quwwatul imani nasirahu fa'adhamul hatbi hayyinun hina yastadimu innal aqidata niddun lil hayati fa in dha'at fa kullu hayatin ba'daha adamu. Waman takun quwwatul imani nasirahu, yule ambaye nguvu za imani ndiyo ngome yake. Imagine, yule ambaye nguvu za imani ndiyo ngome yake, fa'adhamul hatbi, matatizo makubwa yanayotokea, hayyinun, kwake huwa mepesi, hina yastadimu, wakati anapogongana. Kwa nini? Innal aqidata niddun lil hayat, aqida ndiyo badali pekee ya uhai wa mtu. Fa in dha'at, aqida ikiondoka, fa kullu hayatin ba'daha adamu, maisha ya mwanadamu yote ondoka. Si mwanadamu asokuwa na aqida. Aqida inamfunga mtu kwenye mambo na kumdhabiti. Haya Mwenyezi Mungu anayataka, anajifunga nayo. Haya Mwenyezi Mungu hayataki, anaufunga moyo wake na kukurubia hapo anapopakataa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wadafi'u lil'amali salih, na aqida ndiyo inaompelekea mtu kufanya amali mzuri. Sahih? Tayyib. Haya tumemfahamu ni imani hii. Wama huwa al-kufru? Kufru ni, si umeona? Tumeona ahlul iman, tukaona ahlul kufri, tukaona al-iman. Sasa tutaka kujua al-kufru ni nini. Al-kufru fil Islam, kufru katika Uislamu, huwa naqidul iman, ni kinyume na imani. Imani kinyume chake ni kufru, kufru kinyume chake ni imani. Ahlul iman kinyume chake ni ahlul kufri, ahlul kufri kinyume chake ni ahlul iman. Fama huwa al-kufru? Kufru ni nini? Al-kufru fil Islam, kufru katika Uislamu huwa naqidul iman, ni kinyume na imani. Wa yani, na kufru ya maanisha satra al-haqi, mtu kusitiri haki. Yani hii ni haki, ati umeisitiri tu, kuidhihirishi. Na haki siku zote hataka kufanyaje? Kudhihirishwa. Tayib, wajuhudahu, na kuipinga haki. Hiyo ndio kufru. Kufru ni mtu kuipinga haki. Wa adama tasdiqi billahi, na kuwata kumsaddiq Allah, humsaddiqi Allah, au birasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ama kumsadiki mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Au shaki fil aqidati, ama kuwa na shaka katika aqida. Aqida yako ikawa ina shaka, Mungu yuko hayuko, ni kweli si kweli, mtume Muhammad ni mtume ametumwa na Allah, ama ukawa una shaka shaka. Au istihzai biddin, ama mtu kufanya istihzai katika dini. Kuna watu wana istihzai katika dini hata katika kusoma Qur'ani tukufu. Si kuna watu huchekesha chekesha watu kwa kufanya istihzai kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu, ni kufuru. Mafhumu? Yani ukazitukua aya ambazo zina mfumo, ule mfumo unaokuja katika aya katika kuitemka, kama hukupa uswahili fulani kwenye miono wako, lakini sio kwa kuwa ni Swahili. Kama mfano ule kwetu wakati wa kampeni siku zilizopita, kutoka wakati wa chama cha KANU, umefahamiana? Sasa wale ambao walikuwa ni wapinzani wa chama cha KANU, katika walokuwa na nubla ndogo ya usomi, basi ilikuwa ni bora kuhamasisha na watu wakione chama cha KANU chama kiovu.
mpaka mtu kurubia kusema hiki chama cha KANU na kilivyo kibaya hata kimetajwa katika Qur'ani kwa sababu ya ubaya. Mtu kwenye jukwaa, KANU la yatanahawna an munkarin fa'alu, hadha istihza'un bidinillah. KANU, hiyo KANU chama cha ukora. KANU hiyo ni katika vifungu vya utaratibu wa lugha ya Kiarabu, tafsiri yake ni mbali. Lakini angalia, kwa kuwa ina mfanano, au sio? Na haki, ndugu zanguni, kulikuwa watu wana tabia hiyo, kukaa katika baraza na mtu kutoa aya kwa tafsiri, kisha watu wakawa wanacheka na hawajui kwamba kwa ni ukafiri na wana Waislamu. Kana mfano, kuna mmoja asema marajal bahraini yaltaqiyan, marajal bahraini yaltaqiyan, tafsiri yake ni mbali. Tumefahamiana? Lakini angalia, kwa kuwa yataka kuchekesha hata kukufuru, na kwa Waislamu wengine huingia katika kufuru wakawa hawajui, kwa sababu akutokuwa na mabadi ya dini na kutokuwa na ghera na dini yao. Achi marajal bahraini yaltaqiyan, mtu akasema hizi bahari mbili zikikutana munataka nini? Unaona, yaltaqiyan, na si tafsiri hiyo ni kufru. Au miraa pia imetajwa katika Qur'an, miraa imetajwa katika Qur'an. Akutole aya katika suratul Kahf, miraan dhahira, miraan dhahira. Unaona, sasa ukisikia mtu hutukua vilma akivifananisha, hizo ni kufuru, na hizo pia zaonyesha kuwa ni steam. Yeye ni mtu wa miraa, na watu wa miraa siku zote huwa wakitafuta dalili katika Qur'ani ili ionekane hili jambo liko. Waangalia, waweza kumpata mtu wa miraa akakwambia, nyinyi mashekhe tuambia miraa ni haramu, miraa ni haramu. Aya gani katika Qur'ani iliyoharamisha miraa? Hata siku moja niliwahi kuulizwa mimi na mwanachama mmoja wa miraa na mungoka. Basi si mnajua mungoka ni ipi? Ale majani. Zamani ilikuwa haziliwi zile, lakini siku hizi subhana, tena jamaa wakwambia hizo ndizo zenye stimu kali kabisa. Haya, anambia nyinyi mwapinga miraa ni haramu, miraa ni haramu. Waweza kunipa aya katika Qur'ani? Hebu niambie sasa, mimi niwe hutafuta aya katika Qur'ani akunthibitishia mwanachama wa miraa kwa ni haramu. Nitajisumbua. Kwa nini? Basi yeye aliblow vile nilivyomjibisha. Nilimwambia hata kikupatia aya katika Qur'ani hutaiona, hata nikakuonyesha. Kwa nini sijaiona? Kwa sababu nyinyi mwaita miraa katika majina yake ni giza. Sasa ikiwa giza, wewe uko gizani, hata kikuonyesha aya utaiona. Mimi sikufikiria utanijibisha hivyo. Basi amekuwa hayo, kaambia amekuwa hayo. Lakini ikiwa nkuzitafuta aya, utafuta aya wataka kumkinaisha mtu ambaye uko steam gauge, hamtaweza kuelewana. Lakini sasa kutafuta aya kuzithibitisha pahala ambapo sipo, penye cha uharamu kutaka kuhalalisha na chenye halali kutaka kukiharamisha, wallahi ni kufrun wa istihza'un bi ayati llahi tabaraka wa taala. Hizo ni katika kufru. Tayib, kisha akasema huwa sifatun, kufru ni sifa, liman jahada shay'an, kwa yoyote mwenye kupinga chochote, mimma aftaradha Allahu al-imana bihi, katika kile ambacho Mwenyezi Mungu amekifaradhisha kuaminiwa. Tena akasema hugawanyika vigawanyo viwili. Kuna kufrun akbar mukhrijun min al-milla, ukafiri mkubwa wa kumtoa mtu katika mila ya Kiislamu, wa kufrun asghar la yukhriju minha, na kufuru ndogo ambayo haimtoi mtu katika Uislamu. Wallahi, huo ndio kufru iliyotajwa na ulama wetu. Sasa kisha kuna hiki
ma huwa nidau ahli liman, mwito wa wenye imani ni upi? Mwito wa wenye imani, ulama wasema nidauhum bil iman, ni kule kuitwa kwao kwa imani. Ahlul iman mwito wao huitwa kwa imani. Tayib, ni nini Mungu kuwaita kwa imani, venye imani kuwaita kwa sifa za imani? Tashrifun, kuwapa sharaf, wa takrimun, na kuwapa karam, ukarimu, wa tahiyatu nufusi liqubuli alawamir, na kuandaa nafsi kukubali maamrisho, wa nawahi, na kukubali makatazo, wa itharatul intibah, na kuvutia umakini, li khairi ma yu'maruna bihi, kwa khairi wanayoamrishwa, au sharri ma yunhauna anhu, ama shari wanalokatazwa. Hebu hata tufafanue hapa, ujue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema ya ayyuhalladhina amanu, wale wanaonadiwa, wale wanaoitwa kutakiwa wawe makini. Sasa ya ayyuhalladhina amanu, kila mmoja awe standby ili ajue cha mbele. Baada ya Mwenyezi Mungu kusema ya ayyuhalladhina amanu, mwenye imani aseme wacha nikeichonjo, kuna nini baada ya ayyuhalladhina amanu? Na utaona ukizisoma zote katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu mbele huwa pana amr, talabul amr au talabul fi'l. Katika watu wa usulul fiqh, talabul fi'l yataka ile ya ayyuhalladhina amanu, pana amri ya kukutaka utende. Ama ya ayyuhalladhina amanu, pana talabu tarki, kutakiwa uwache. Tena angalia, huja ukatakiwa uwache kwa swigha ya maamrisho, na ambapo kuna swigha ya kukuamrisha. Swigha ni tamko la kukupa wewe oda, amri, na kuna swigha, tamko la kukupa wewe katazo, ukomeke. Yajulikana hii katika wanafunzi wanaosoma katika madaris kwamba amri ikija ni amrun inaotaka talabul fi'l. Ikija nahi, ikija amr, huja amr kwa maana ya yani kutaka taraku, yani talabu tark. Kwa hivyo kuna talabul fi'l wa talabu tark. Talabul fi'l ni amri kukupa wewe utende. Talabu tark inakuja swigha ya amri, lakini ikawa inakufanya inakutaka ukomeke. Umeelewa hapo jamani? Maana angalia katika yani walimu wetu na wanafunzi wetu hivi sasa, talabatu ilm, wewe wajua, ukikatazwa jambo hukatazwa kwa la nahia, ndivyo sivyo? La taqrabu salata wa antum sukara. Angalia, la taqrabu, sigha imekuja kwa la nahia, la taqrabu, mafhum? Wala taqrabu zina innahu ka, na mengineyo katika matemko ambayo ikionekana hii la ya kukataza, wajua hii sigha imekuja na katazwa jambo. Lakini angalia katika masala ya umuhimu wa kusoma hii elimu yetu ya sharia, huja amri kutoka kwa Mungu. Sigha ni amri, lakini ni amrun li talabi tarki, ni amri ya kukuamrisha, ya kukutaka ukomeke. Nitakupa mfano, si tuko pamoja jamani? Angalia, innamal khamru, iqra qawla Allah ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shaytan fajtanibu. Alaysa kadhalik? Hakusema fala tashrabu fala taf'alu, hakusema hivyo, lakini anasema rijsum min amali shaytan fajtanibuhu.
liepukeni ilo pombe, epukeni kamari. Sigha imekuja kwa amri, oda, fajtanibu. Al-usuliyuna wanavyoni usuli wanasema fa idha umira bil ijtinabi faqad nuhiya 'anil qurbi lianna al-amra ala shay'in nahyun 'an dhiddihi. Mafhum? Fa idha umira bil ijtinabi, iwapo wameamrishwa wajiepushe, fajtanibu, sini amri hiyo. Iwapo wameamrishwa wajiepushe, faqad nuhiya 'anil qurb, basi huwa wamekatazwa wasilikurubie. Kwa nini? Lianna al-amra ala shay'in, kwa sababu amri ya jambo nahyun an dhiddihi, ni katazo kinyume chake. Nitakupa mfano. Ana mathalan idha amartuka bil qiyami faqad nahaytuka 'anil julus. Mimi nikikuamrisha kusimama, kinyume chake nimekukataza nini? Kukaa. Alaysa kadhalik? Al-amru ala shay'in nahyun an dhiddihi. Hadhihi qaida muqarrara fi ilmi al-usul. Amri ya kuamrishwa jambo ni katazo kinyume chake. Sasa huja sigha la kukuamrisha, lakini si kukuamrisha kutenda, ni kukuamrisha kuacha. Huja sigha za kisampulio. Tayeb, sasa Mungu anaposema ya ayyuhalladhina amanu, wenye imani wote wataka kujua, baada hadha nidaul iman, Mwenyezi Mungu ataka nini? Ataka kutuamrisha jambo ama ataka kutukataza jambo? Sasa huwa ni lazima kwenye ya ayyuhalladhina amanu, ahlul iman wawe chonjo kutaka kujua, au sivyo? Na hili la kubalika kiakili na la kubalika kidalili, ya kwamba pahala popote penye oda ya mkubwa ni lazima wale wenye kupewa oda wawe chonjo kutaka kusikiliza. Kuna vile vifaa ambavyo ni va intibah. Intibah ni kama kukuzindusha uwe chonjo, nataka kupa jambo. Mfano, mwalimu katika klasi ataka wanafunzi wawe chonjo katika kusikiliza. Aweza kugonga meza, akigonga wanafunzi wote ndio akafanya nini? Ndio akaanza kusema. Au akawa na signal yake fulani, ramzi fulani, ambao ramzi hiyo ni ya kumfanya mtu awe ni muntabi, asikizi jambo. Hilo la kubalika. Sasa ikiwa kubalika hata katika parade askari wamepangwa, angalia kuweko parade commander, au si yule mkuu anayeongoza ile parade. Kwetu tulivyozoea kwetu sisi, mafhumu, huku kila mmoja na system yake ya parade, au si? Sisi kule kwetu parade commander anaposema parade, ila akisema parade, angalia askari wote watafanya. Maana yake nini? Maana yake kule katika kutreniwa ameambiwa mkubwa wakati wa mchezo wa parade akisema parade, kwanza lazima muwe na intibah. Intibah yenu kwetu kule akwambia parade, wote watafanya. Sasa mashikio yote yako kwa nani? Kwa parade commander. Akisema parade, chan, atafunga mguu. Sasa ikiwa husikiza parade, akili yako iko sokoni, akitoa amri by the left quick march, by the left quick march, wewe ndio umefunga mguu, utaenda kufungwa kwenye birika la maji hapa. Kisha wanaume wakwambia ukichoka kaa chini. Wewe unaambiwa by the left quick march, hapo ni askari kutoka kwa ground wana march, wewe ndio unafunga mguu. Ina maana hukumsikiliza. Na wapigia mfano tu kukurudisha maana ya kuwa zile intibahi zikija, ukiambiwa, mwenye kuambiwa huwa chonjo kutaka kusikiliza atakaloambiwa. Sasa kwa Mwenyezi Mungu hatumpigi mifano hiyo, walillahi almathalul aala. Sasa anaponadia, angalia hata katika kaida za nahau jemeni, wakwambia ule munada ya ni adatu nida, na ukisema ya huwa anta turidu, yani yustamalu ya talaban li iqbali madluli, inatumika ya fulani, unamtaka ule fulani ageuke atazame huku anapoitwa. Ya Muhammad, utastop, utatazama huko na hivi.
Mwafahamu? Sasa ina maana ukiitwa kwa tamko hilo ni kuwa chonjo kutaka kujua utakaloambiwa. Sasa Mwenyezi Mungu afanya ni tashrifun wa takrimun kwa waumini wa tahyiyatun nufusi liqubuli alawamiri wan nawahi wa itharatul intibahi li khairi ma yu'maruna bihi au sharri ma yunhauna anhu. Ya ayyuhalladhina amanu, kuna nini? La taqrabu salata wa antum sukara, musikurubia swala mkiwa mmelewa. Ya ayyuhalladhina amanu, kuna nini? Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ikitoka ya ayyuhalladhina amanu ni ahlul iman, chonjo kutaka kujua pana amri niitende, ana pana katazo nikomeke nayo. Alhamdulillah, hiyo ndio maana. Wama huwa nidau ahli al-kufr, muito wa watu makafiri. Sasa kwa mujibu wa Qur'ani tukufu, nidauhum, muito wao bil kufri, kwa kafiri. Ya ayyuhalladhina kafaru, takri'un kikwetu sema ni kumkemea mtu, kumuonya mtu tena kwa nguvu na kasi, ama kumlaumu vikali, ndio mwito. Angalia kinyume na ahlul iman. Ahlul iman ni tashrifun wa takrimun, kisha ni taubihun. Kuitwa ya ayyuhalladhina kafaru ni taubihun wa huwa ta'nifun, taubihun shadidun zajrun, ikemi kumkemea tena vikali, wa i'lanun li'udhrihim, na kutangaza udhuru wao, nyudhuru zao, sababu zao walizozitoa fi dunia wal akhirah. Hadha huwa nidau ahli al-kufr, ndio wanavyoitwa watu makafiri. Na utangalia katika Qur'ani ya ayyuhalladhina kafaru imetajwa pahala pamoja tu, kama sikosea, katika sura ya ayyuhalladhina kafaru la ta'tadhiru al-yawm inma tujzauna ma kuntum ta'malun. Fanidau ahli al-iman, muito wenye imani, huwa tashrifun wa takrimun, ni kuwapa sharaf na kuwapa takrim, wa tahyiyatun nufus, na kuiandaa nafsi, wa itharatul intibah, na kuvutia umakini kwa lile watakaloambiwa. Abdullah ibn Mas'ud tilmidhu Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam asemaje? Tumnukuu. Asema Abdullah ibn Mas'ud, idha sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladhina amanu, unapomsikia Allah sema ya ayyuhalladhina amanu, fa'ir sam'aka, azima masikio yako, fa innahu imma khairun tu'maru bihi, imma ni khairi waamrishwa, au sharrun tanha anhu, ama ni shari analokataza, ama tunha anhu, ama ni shari unalokataza. Kukisikia ya ayyuhalladhina amanu, pulika, usikilize vizuri, pana nini baada hii nida. Yaqulu ulamauna, ulama wetu wasemaje? Yuaddu hadha nidau ilahi, huhisabiwa mwito huu wa Allah, dafi'an lithabati, ni kitu cha kuleta uthabiti, wa wasilatan litarbiyati almu'minin, na ni barabara ya kuwalea waumini, wa bayani tariqi najat, na ni kubainisha njia ya uokofu, wa tahdhiri min khutuwati shaitan, na ni matahadharisho ya kufuata hatua za shaitan. Unapoambiwa ya ayyuhalladhina amanu, yanapangika haya kwako, kwa hivyo lazima uwe makini sana. Tayib, abrazul hukm, wanavyoni wasema abrazul hikami, hikma ambazo zimedhihiri zaidi, wal fawaidi, na faida nyingi, min nidaati rahmani, katika hii miito ya Rahmani kuwaita wenye imani. Moja, at-tashrifu wa ta'nis, ni kuwapa sharaf na kuwapa liwazo. Ana ukiitwa ya ayyuhalladhina amanu, enyi muliamini, kulu min tayyib, yani huliwazika kwelikweli. Wa ish'aru lahum, na ni kuwapa wao hisia bi khususiyati al-alaqati ma'a Allah, kuhusika mafungamano na Allah, kwamba Mungu mpaka kuwaita enyi mulioamini, yani pana mahusisho fulani ya Mungu. Mahusisho haya ni mafungamano kati ya Allah tabaraka wa taala na wenye imani. Namba 2, kuitwa waumini kwa ya ayyuhalladhina amanu,
Alhathu ala alistijaba ni mahimizo juu ya kujibisha, maana ikiwa ni amri baada ya mwito ulifanye lililoamrishwa, ikiwa ni katazo baada ya mwito ukomeke kwa ulilokatazwa. Ala uhbati alistidad, juu ya nguvu za mtu kujiandaa. Lima sayati baada nida, kwa lile litakalokuja baada ya mwito. Imma amran bi ta'atin, imma baada mwito ni amri ya wewe kutii, au nahyan an maasiyatin, ama ni katazo la wewe kukomeka na maasiya. Tatu, kuitwa waumini kwa sifa za imani ni at-tarbiyatu wat-tazkiya, ni malezi na ni uchakaso, utwahara wa kutahirishwa. Ala taqwimi nufus, juu ya kurekebisha nafsi, wa tazkiyatiha, na kuzichakasa zile nafsi, wa wiqayatiha minan nar, na kuzikinga zile nafsi na moto, wa irshadiha litaqwa, na kuziongoza zile nafsi katika uchamungu. Tano, kuitwa waumini kwa sifa za imani at-ta'kidu ala alwala, ni kutilia mkazo wala. Alwala ni kupenda kwa ajili ya Mungu, kuna albarau, kutukia kwa ajili ya Mungu. Sasa ile Mwenyezi Mungu sema ya ayyuhalladhina amanu, analithibitisha la alwalau, mapenzi ya kuwa Mwenyezi Mungu awapenda wenye imani. Wana haki wenye imani ya kumpenda Mwenyezi Mungu, na wana haki wenye imani kutowapenda wasokuwa na imani. Lakum dinukum waliyadin, bidharurati albaraa, kwa dharura ya baraa. Albaraa ni kutukia, kupenda kwa ajili ya Mungu na kutukia kwa ajili ya Mungu. Na angalia manhaju ahli sunna wal jamaa, mtu atakalolote alifanyalo alifanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hata katika masala ya kupenda na hata katika masala ya kutukia. Asema mwenye kusema, mwenye kupenda kwa ajili ya Mungu na akachukia kwa ajili ya Mungu, na akampa mtu kitu kwa ajili ya Mungu, na akamnyima mtu kitu kwa ajili ya Mungu, mtu huyo amekamilisha imani, haki ya Mungu. Hata kwangu niliona ni mageni kabisa kwangu, lakini ilmu ni bahari. Yani unyime mtu, wewe umekamilika imani yako? Naam, nimekupa kwa ajili ya Mungu, nikikupa utaenda kutafuta riziki utie mdomoni. Siko desturi kwetu kule, sipigi mfano wako nyinyi wajuzi zaidi. Iko desturi kiteremka Jumaa utapambana na watu wa maskani, wale watu wa bangi nini, kwa ustadhi kidogo basi hapo nini, unafahamu? Sasa ukinyima pale, wanyima kwa ajili ya Mungu, kwa sababu ukimpa atakwenda kutafuta vibugizi, ama enda katafute bangi. Umenyima kwa ajili ya Mungu, utapata thawabu, upate thawabu. Kana ungimpa ungekuwa umechangia ule munkar, mwafahamu? Na kuna kumpa mtu kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, nampa huyu dhana, uhakika, yakini imeghilibu dhana ya kwamba huyu ni muhitaji. Kampa na akawa ni muhitaji kwa kweli, tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa thawabu. Umempa mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na una mtu kunyima kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na unaweza kumpenda mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na unaweza kumchukia mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mimi nakuchukia kwa misingi ya Mungu, mimi nakupenda kwa misingi ya Mungu. Hiyo ndio inaitwa alwalau walbarau fil Islam, na ni mlango mkubwa sana kiasi ambacho wanavyoni wametoa volume moja nzima kwa inwan alwalau walbarau fil Islam. Kupenda na kutukia katika Uislamu iko kwa mipangilio gani? Tayib, kisha akasema watamassuk, hapa akasema at-ta'kidu ala alwala'i bi darurati albara'i min a'da'i llahi watamassuk bil qiyam alislamiyya, kusimama kwa ile misingi ya Kiislamu. Kuitwa kwa ya ayyuhalladhina amanu, at-ta'limu wal bayanu, ni ta'lim na kubainisha, bayanan li tariqi najat, bayana ya kuleta miongozo au barabara ya kuokoka, wa subuli saadati fil akhirah, na njia ya kupata furaha kesho akhirah. Tunamaliza kwa maneno ya ahlul ilm. Qala ahlul ilm, wasemaje?
Fanidaatu, hii miito ya ayyuhalladhina amanu, yote zilizoko katika Qur'ani tukufu, hiya tawjihatun ilahiyatun tarbawiyatun, ni mielekezo ya Allah ya kimalezi. Kama anawalea kiimani, anawaita kwa sifa za imani. Ndipo mufassiruna wakasema annaha, miito hii, tatadhammanu, ya kusanya, imma khairan yu'maru bihi al-abd, imma ni khairi mja anayoamrishwa, au sharran yunha anhu, ama ni shari anayokatazwa. Ndipo yani ikaja katika kitabu chake kitukufu ya ayyuhalladhina amanu, hakusema ya ayyuhalladhina aslamu. Ya ayyuhalladhina amanu, hakusema ya ayyuhalladhina aslamu. Limadha? Sheikh al-Jazairi asema nadahum bi'inwani al-iman, amewaita kwa inwani ya imani, ya ayyuhalladhina amanu, na hakusema ya ayyuhalladhina aslamu. Tayib, walaysa bi'inwani al-islam, hakuwaita kwa inwani ya Uislamu. Falam yaqul, hakusema Allah ya ayyuhalladhina aslamu. Limadha? Amma limadha? Lianna al-islama qad yakunu nifaqan. Uislamu, Islam, yaweza ikawa mtu ameshika Uislamu nifaqan, kwa unafiki. Fala yakunu ahlan, hawi ni mwenyewe katika Uislamu. Li an yartaqiya, kupanda, ila an yunadiyahumur rahman, mpaka Rahmani amwite. Hivyo Uislamu waweza mtu akatia unafiki wake. Wa innama idha amana, lakini akiamini, faqad asbaha ahlan, amekuwa ni mwenyewe kwa imani. Li an yasma'a nida, kusikiliza mwito, wa yafhama ma yuqalu lahu ba'dahu, na kufahamu atakachoambiwa baada yake. Li anna almu'mina, kwa sababu mu'min hayyun bi imanihi, uko hai kwa imani yake. Yasma'u, anasikia, wa yaqilu, na anatia akilini, wa yaqdiru, na anaweza, ala alfi'li watarki, kutenda na kuacha, walqawli bi khilafi alkafir, na kuzungumza kinyume na kafiri. Fa innahu, kafiri, la yasma'u, hasikii, wala yaqilu, wala mambo hachi akilini, wala yafalu in umira, hatendi anapoamrishwa, wala yatruku in nuhiya, wala haachi anapokatazwa. Liannahu mayitun, kwa sababu yeye ni maiti. Ndipo Mwenyezi Mungu kwa takrima kubwa na tashrifa kubwa sana akawaita ya ayyuhalladhina amanu. Na ukiona ya ayyuhalladhina amanu katika Qur'ani, mawili yatakuja baada nida, imma ni amri Mungu ataka utende, ama ni katazo Mwenyezi Mungu ataka wewe ukomeke nayo. Nimewafanyia tu mukaddima wa ya ayyuhalladhina amanu, ili akipenda Mwenyezi Mungu kuanzia kesho ndio tutashika aya 12 ambayo itakuwa ni ya 5 katika suratul Hujurat. Maana ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi, aya ya kwanza tushe tafsiri. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, aya pili tushe tafsiri. Tukaruka kwenye aya 6, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kisha tukenda kwenye aya 11, ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Imebaki aya mwisho ni ya 12, ya ayyuhalladhina amanu, ile inasema ijtanibu kathiran min adh-dhanni, ambayo hii pengine tutaianza kesho, na itakuwa aya 5 zilizoanza kwa nidau rahmani li ahli al-iman tumezimaliza. Ndio tuangalie mwito mwingine akituhuisha Mwenyezi Mungu. Nawatakia kila la khairi, Mwenyezi Mungu ajaze khairi kwa umakinifu mliokuwa nao na kuyasikiliza haya mawili matatu. Alhamdulillah, namshukuru ala Talib na ala Talib aidan, alhamdulillah kwa upokezi wao, na wote ambao sura zao mmeziona kule Masjid Nakhlatain kwenye muhadhara wa baada dhuhur, na hapa pia nimeona sura zao. Ndugu zangu katika imani, Ramadhani baada siku ngapi kuisha? Naam,
7 ama 8, au si? Ima 8 ama 7. Lakini hii ima 8 ama 7, hii 8, 7 na 22, nyingi ni ipi? Naam, nyingi ni 22, si ndio? Sasa 22 ndio tumezimaliza, tulizozibakisha ni chache, 8 ama 7. Hii inatupa sisi mawazo kwa mujibu wa aqwalul ulama ya kuwa siku tulizozimaliza kwa maisha yetu ni nyingi kuliko siku tulizozibakisha. Kwa hivyo zile siku ambazo tumezibakisha kwenda zetu makaburini ni chache kama hizi siku 8 zilizobaki na tumemaliza 22. Sasa hapo wataka mtu awe makini kweli kweli, atengeneze mambo. Je, kwenye siku chache zilizobaki utazitengeneza, zitengeze na zilizopita, ama utaziharibu na zilizopita? Ndipo ukaambiwa siku zote Ramadhani ikiwa mwisho watu wakaze kamba kweli kweli. Lakini kwenye nchi yetu ya Kenya, nyinyi mwajijua nyinyi wenyewe, si yani sahibu baiti adra bima fiha. Lakini mimi naona kaida, huja watu wakajuka wakajaza misikiti mpaka mwenye ukasema ndo kumbe tuna Waislamu sio mchezo, misikiti haitoshi. Sasa kila Ramadhani ikitembea ndio na misikiti fanyeje, inapungua. Na sahabatu Rasulillah kila Ramadhani ikiisha wao ndio wanazidi kukaza kamba, kwa sababu hawana guarantee ya Ramadhani itakayokuja. Ramadhani hii huja ikawakuta watu na huja ikawakosa watu. Wapokezi wa mwaka huu sio wapokezi wa mwaka jana. Mwaka jana kulikuwa kuna watu walipokea hii Ramadhani. Ramadhani imekuja haikuwakuta wale watu, na itakuja Ramadhani sisi hatuku ipokewe na watu wengine. Hivi ndivyo itakavyokwenda ila akhir lahza min hayatina. Kwa hivyo ni kujirekebisha siku zote. Tawapa mfano ambao wa kiakili, ambao yakubali akili. Watu watatu, mmoja na timu yake, wa pili timu yake, watatu na timu yake. Kila mmoja ana wenye kuwashangilia. Sasa wako kwenye mashindano. Angalia, nataka ukilikubali jambo kiakili, unyenyekee kukubali kwenye dalili, na itakuwa ni wepesi sana. Hawa watatu wanashindana raundi 3 kwenye ground. Tapiga raundi 3. Uwanja huo umefirika wafuasi wa watatu. Kila mmoja atakuwa anashangilia mtu wake, si ndio? Ikisema on your marks, get ready, go. Raundi ni ngapi? Raundi ya 3, mbele kwenye jukwaa pana kombe kama la dhahabu, pana bahasha ya kihakika, pana na mazawadi kwa ule atakayeibuka mshindi namba 1. Wallahi, raundi ya kwanza kila mmoja atakuwa anampima mwenzake, na watu watakuwa kila mmoja anashangilia mwenzake. Wakija raundi ya pili, kushangilia kutafautiana na kushangilia kwa mara kwanza. Kutapanda kidogo na kelele kidogo. Rafiki yangu, raundi ya 3 sasa ni kumaliza onde kwenye jukwaa. Hapo kila mmoja kikwetu usema zake na za kuazima, kwa maana atapiga mbio zake azime na mwenzake atakaibuke mshindi. Lakini nitawaambia, na wenye kushangilia kwenye raundi ya mwisho wasemaje? Uwanja wataka kupasuka kwa fujo. Kumbe hili jambo la mwisho ndilo la kutiliwa mkazo zaidi hata katika mashindano yetu. Raundi ya kwanza wewe hukuwa na uchangamfu kama raundi ya pili. Raundi ya pili hukuwa uchangamfu kana raundi ya 3. Raundi ya 3 kufa kupona. Ikiwa hilo likubaliki akili, likubaliki dalili 13. 10 la kwanza ulioyafanya sio unaoyafanya kwenye 10 la pili, na 10 la pili na lisiwe sawa na 10 la 3. 10 la 3 ndio raundi ya mwisho ya kufa kupona. Ima utaharibu ama utatengea. Utengeze yaliyoharibika nyuma, ama uharibu yaliyopita nyuma. Ramadhani ikitoka, itoke na statement, ni mgeni nilishukia kwa jamaa fulani, lakini khidma yao ilikuwa mbovu
na mgeni siku zote ukimhudumia vizuri kwenda na sifa nzuri, na ukimhudumia vibaya kwenda na sifa mbaya. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jazakumullahu khairan. Al-akh